Basi tunamshukuru Mungu kwa neema yake tena asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante vile umekuwa pamoja na sisi, umetutunza na kutuhifadhi tangu wakati wote ambao Bwana tulikuwa katika maeneo mbalimbali, lakini umekuwa pamoja nasi hata wakati huu tena. Nalihimidiwe jina lako takatifu, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu. Baba, ninasema asante sana kwa sababu ya pendo lako. Asante sana kwa sababu ya fadhili zako. Sema nasi tena asubuhi ya leo. Baba, tunakuomba ukazungumze nasi. Zungumza na wanaume na wanawake, zungumza na wakubwa kwa wadogo, wote Bwana ukaseme nasi kwa utukufu wako Kristo mfalme wa utukufu. Baba, ninakushukuru kwa sababu uko tayari kusema nasi kwa utukufu wako tena Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Tupe kuelewa Bwana kile unazungumza kwa utukufu wako Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu tena kwa asubuhi ya leo. Tumekuwa tukiendelea na ujumbe unaosema nguvu ya kujua au nguvu ya ufahamu, the power of knowledge. Ukishakuwa ukipata nafasi, ukipata neema ya kumjua Mungu, iko nguvu yake. Kama vile ambavyo ukipata nafasi ya kusoma na kupata kuijua elimu ya dunia, iko nguvu yake ndani ya hiyo elimu, iko nguvu yake. So hata ndani ya elimu ya Mungu, katika kumjua Mungu, kuna nguvu yake ambayo ni kubwa zaidi kuliko nguvu ya elimu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ufahamu jambo hili kwamba nilisema na nikumbushe tena kwamba kile unachokijua ndicho kinaendesha maisha yako. Kwa hiyo mara nyingi sana sisi tunajua kuhusu dunia, kwa automatic tunajikuta kwamba kile tunajifunza zaidi ndicho kinachobaki kwenye ufahamu wetu zaidi. Naomba uelewe hivi. Kile kitu ambacho huwa unajifunza zaidi, unakitafakari zaidi, ndicho huwa kinabaki kwenye ufahamu wako mara nyingi na kinakujia mara nyingi kwenye ufahamu wako. Ngoja nirudie tena. Kile kitu ambacho huwa unajifunza mara nyingi sana, haitajalisha ni kitu gani, kile ambacho huwa unajifunza mara nyingi sana ndicho kinabaki zaidi kwenye ufahamu wako au ndani ya moyo wako, na kinakurudia mara kwa mara kwenye ufahamu wako. Na utajikuta 75% ya tafakari yako inatokana na kile unachojifunza zaidi. Kwa hiyo niseme tena, nasema hivi, kile ambacho huwa unajifunza zaidi ndicho ambacho huwa kinabaki kwenye moyo wako na kinakujia zaidi sana kwenye ufahamu wako. Na utajikuta 1% kubwa ya tafakari yako inatokana na kile ambacho huwa unajifunza zaidi. Kwa hiyo niseme tena, kile ambacho huwa unajifunza zaidi, unakutana nacho zaidi, kile ambacho mara kwa mara often uko nacho, ani kila mara ndicho kitu unachojifunza, ndicho unachosoma, ndicho unachofuatilia, ndicho ambacho unajikuta unakitafakari, utakuta ndicho kinachobaki kwenye moyo zaidi. Na si hivyo tu, ndicho ambacho utakuta unakitafakari zaidi kuliko vitu vingine. Kwa sababu gani? The way you learn it is the way it become bigger in you. Yes, the way you learn something is the way it become bigger in your heart. Kadri unavyojifunza kitu, ndivyo kinaendelea kuwa kikubwa ndani yako. Na kadri kinavyoendelea kuwa kikubwa ndani yako, kinayapunguza mambo mengine na chenyewe kinaanza kuchukua nafasi kubwa zaidi. Sio kama unaelewa vizuri. Narudia tena. Kadri unavyojifunza kitu mara kwa mara, tazama, mwisho wa siku kinatengeneza, yani kinaendelea kuwa kikubwa ndani yako na kinapunguza vitu vingine. Kwa mfano, ndio maana unasikia mtu amepata uraibu, amekuwa mraibu, amekuwa na addiction fulani. Ile addiction inatokana nini? Ndicho kitu ambacho huwa anakuwa nacho mara kwa mara, ndicho kitu kinachompendeza zaidi. Kuna addiction mpaka ya kuchati, unajua. Yes, chatting addiction ipo. Yaani mtu asipochati ni kama anasikia hana raha, ni kama anasikia kiu fulani. Wewe unaelewa? Ndio. Kuna kiu fulani na kuwepo ndani yake.
Sasa ile mpaka apate nafasi ya kuchata, wao utajikuta hata masaa ya kazi atapenda tu, yani basi tu apite afanye, yani atafuta tu mtu wa kuchati naye, yani hivyo, yani lazima utajikuta mpaka muda wa kazi anachati. Mtu anapokuwa anapenda zaidi kukaa na simu yake, yani hata ungefanya nini, kuna saa au anapenda kupita kwenye mtandao fulani wa kijamii, hata ungefanyaje, yani hata ni masaa ya kazi utamkuta ameshajisahau ameingia, au hata akiwa ibadani unajikuta ameshajisahau amfanyaje, ameingia. Kwa nini? Ndicho kitu ambacho huwa anakipenda, ndicho anachokifuatilia zaidi. Kwa sababu hiyo kinakuwa kikubwa ndani yake, kinapunguza vitu vingine. Haiwi ajabu kumkuta mtu anachati kanisani, ibadani. Haiwi ajabu. Kwa sababu gani? Tayari kuchati yani kunapendwa zaidi, anapenda zaidi ndani yake. Kila ambacho huwa unajifunza na kukifanya mara kwa mara, huwa ndicho kinachobaki kwenye moyo wako na kinakuja zaidi kwenye ufahamu. Hiyo inapelekea kwamba tafakari yako kubwa itakuwa ni hicho unachojifunza. Sasa angalia, nimeshakwambia tangu siku ya kwanza ya ujumbe huu kwamba mwanadamu anaishi pande zote mbili kwa wakati mmoja. Anaishi rohoni na anaishi mwilini kwa wakati mmoja. Wewe mtu mmoja anamjua Mungu au hamjui Mungu, ndivyo anavyoishi. Sasa nguvu yetu ya kushinda iko hapa rohoni. Nguvu yetu iko huku rohoni, maana ndiyo asili ya maisha yetu, ndiyo maisha yetu halisi. Huku ni matokeo ya maisha yetu. Tunakwenda vizuri Mshahara ni matokeo ya kazi. Jamani, tuko sawa sawa? Hapa ni kwenye mshahara, huku ndio kazi. Kwa hiyo hapa ni kwenye mshahara, kwa hiyo hiki hapa ni matokeo ya kazi huku. Yesu atusaidie sana. Narudia tena hivi, mshahara ni matokeo ya kazi uliyofanya. Kwa sababu hiyo hiki unachofanya hapa, yani maisha yako huku rohoni, huku duniani au huku mwilini, ni matokeo ya maisha. Yesu atusaidie. So the way unafeli kule ni the way unafeli huku. Atusaidie sana Mwokozi Yesu. Kwa kitu kikubwa ambacho unapaswa kujua na kushika, mwanadamu anaishi pande zote mbili kwa wakati mmoja. Sasa kwa sababu hiyo, angalia, anakopaswa kuwa zaidi ni huku ambako ndio kwenye kazi. Anakopaswa kukaa zaidi ni huku ambako ndio maisha yalipo, ndiko anakopaswa kukaa zaidi. Lakini sasa kwa bahati mbaya sana, anajikuta kuishi kwake ni kile anachokiona zaidi kuliko kile asichokiona. Mwanadamu inakuwa rahisi kuishi kile anachokiona kwa kufuata kile ambacho anakutana nacho zaidi ni hiki hapa huku mwilini. Kwa hiyo anajikuta maisha yake yamebebwa na ndicho kinachomjilia moyoni, na ndicho yani kilichobaki moyoni, na ndicho kinachomjilia kwenye ufahamu. Mwanadamu sio ajabu kuwa ametoka ibadani saa hii, na akiwa ibadani anatafakari ya huku. Yuko ibadani kabisa, lakini anatafakari wapi? Ya huku. Ni kawaida. Alafu anatoka mlangoni, hajabeba cha huku hata kidogo. Kilichoko ndani ya moyo na kile kilichoko kwenye ufahamu ni hiki huku anachokifuata kule. Yesu atusaidie sana. Hii inapelekea nafasi yetu ya kumjua Mungu inakuwa ndogo. Elimu yetu juu ya Mungu inakuwa ndogo, au elimu ya Mungu ndani yetu inakuwa ndogo, na hii inapelekea kwamba hatumwamini ipasavyo, na hii inapelekea kwamba hata kumuishi yeye hatumuishi ipasavyo. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu kile tunachojifunza zaidi ni dunia, sio Mungu. Yesu na atusaidie sana. Tukiwa tunajifunza zaidi kuhusu Mungu, tutajikuta huku ya dunia yanapungua ndani yetu, na huku kwa Mungu yanaongezeka. Yakiongezeka huku, uwezo wetu umeongezeka, nguvu yetu ya rohoni imeongezeka, nguvu yetu ya imani inakuwa kubwa, nguvu yetu ya fahamu kuhusu Mungu inakuwa kubwa. So inakuwa rahisi kwetu sisi mambo makubwa kufanyika zaidi kuliko huku. Atusaidie Mwokozi Yesu. Muulize jirani yako, wewe ni nini unafahamu zaidi? Nani unajifunza zaidi? Unajifunza zaidi kuhusu dunia au kuhusu Mungu? Na atusaidie Mwokozi Yesu. Hasa narudia tena na nisisitize, kile ambacho utakuwa unajifunza zaidi ndicho ambacho utajikuta kinabaki kwenye moyo na kinakujia zaidi kwenye ufahamu, sio tafakari yake.
Tafakari kubwa ya maisha yako inakuwa inatokana na kile unachokiona. Naomba nisome haya maneno machache hapa kwenye kitabu cha Yoshua. Yoshua sura ya kwanza mstari nafikiri ni wa 8 kama sitakuwa nafikiri ni mstari wa 8, kati ya wa 8 au wa 7 pale. No, sorry. Ni wa 8. Sikia. Tuanzie wa 7 ili iende vizuri. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Tunakwenda sawa? Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anayezungumza hapa ni Mungu, anamwambia nani? Yoshua. Anamwambia Yoshua baada ya kuwa tayari Yoshua alishapata nafasi ya kumjua Mungu tangu kule akiwa na Musa. Tuko vizuri? Usiache. Tazama jambo hapa nataka tuote sana. Ni hiyo B na mstari wa 8. Anasema hivi, sheria aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Tuiache hiyo. 8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Tunakwenda sasa. Mungu anampa Yoshua kazi hapa. Anamwambia, sikia Yoshua mwanangu, nataka uelewe jambo moja, kwamba hakikisha kwamba kitabu cha Torati hakiondoki kinywani mwako. Na tafakari yako itokane na maneno yaliyoko ndani ya Torati. Hii itapelekea uwe na nguvu ya kushinda na kuifanikisha njia yako. Kwa nini? Utapata kumjua Mungu. Kula kwenye Mithali tulikosema sawa, utakapoita ufahamu na vitu kama hivyo, nasema ndipo utakaofahamu kumcha Bwana. Yesu asifiwe. Kila ambacho unajifunza zaidi, angalia hayo maneno zaidi ya Torati Yoshua, kama unataka kufanikiwa. Na kutafakari kwako kutakuwa kunatokana na hayo maneno, maana unayosoma mara kwa mara. So tafakari yako itatokana na nini? Na hicho kitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ikitokana na hicho kitabu, hiyo tafakari yako, basi uwe na uhakika utaifanikisha njia yako. Yesu na asifiwe sana. Lakini the way unakuwa mbali, the way unakosa kumjua Mungu, tafakari yako inakuwa dunia. Kadri, yani kile kitu ambacho unakuwa nacho mara kwa mara, ukiwa ni mtu wa ibada mara kwa mara, tafakari yako itakuwa ni Mungu zaidi. Tafakari yako itakuwa ni Mungu, na utakuwa unajua zaidi kuhusu Mungu. Haitakuwa ajabu kwamba kuna mambo yanaendelea na huyajui. Haitakuwa ajabu. Yesu na atusaidie. Lakini Mungu ni mwaminifu sana. Ukijua rohoni, anakufunulia mpaka ya mwilini. Hakuna kitu kitajificha. Hakuna kitu. Yesu atusaidie sana. So, ni muhimu sana ukajua kwamba kama kuna kitu Mungu anataka sana kitokee, ni sisi kumjua yeye. Anataka hicho kitu kitokee zaidi kuliko vitu vingine. Anataka sana. Unaelewa? Yaani anataka sana sisi tumjue na tufahamu zaidi kuhusu yeye kuliko vile ambavyo tunafahamu kuhusu dunia. Si kama unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa vizuri? Angalia, anarudia tena kwamba kila ambacho watu tunajifunza zaidi, tafuta sana. Yaani kadri unavyokuwa na Mungu mara nyingi, kadri unavyoshughulika na mambo ya Mungu mara nyingi, tafakari yake inatokana, au tafakari yako inatokana na Mungu zaidi. Tafakari yako itatokana na mambo ya Mungu zaidi. Utajikuta ndio kutafakari kwako zaidi. Ndicho kitu unachokitafakari zaidi kuliko vitu vingine. Na kinachopelekea mara nyingi tunaingia kwenye mitego na kufanya dhambi. Kinachopelekea unaingia kwenye mitego na kufanya dhambi ni kwa sababu kuanzia kwenye moyo wako kilichobaki zaidi ni kile ulichoangalia jana kwenye TV, ni kile ulichosoma jana kwenye mtandao, ni kile ulichofanya jana na mambo mengine. Kinatokana na hiyo zaidi. Kwa hiyo unajikuta yani hata ile nguvu ya kuyatafakari, nguvu ya dunia kukuvuta inakuwa kubwa.
Narudia tena, mitego mingi inatokana na kile tunajua. Hasa inategemea, huwezi kuishi maisha matakatifu, huwezi kuishi maisha mazuri, huwezi kushinda addiction, huwezi kushinda hiki na kile kama hauna elimu juu ya Mungu. Kama haumjui Mungu zaidi, unajua dunia zaidi, haya mambo yatakuvuta tu, huna namna ya kuyashinda. Kwa kuwa ndio aliyoko ndani yako zaidi, na tafakari yako inatokana na hayo. Kwani usivutwe? Utavutwa, kwa sababu elimu ndio inaendesha maisha yako. Kila unajua ndicho kinachokuendesha. Yesu asante sana. Kuna tofauti ya elimu na uzoefu. Ndio maana tasikia watu wakitaka kuajiri, unasema tunataka uzoefu, tunataka mtu mwenye uzoefu. Ni kama kusema elimu haina maana sana, uzoefu zaidi ndio una maana. Hii ni kusema nini? Nisikilizeni wapendwa, niwaambieni kitu. Yaani kile ambacho wewe unajifunza zaidi kinakuvuta na kinakufanya ndio yanakuwa maisha yako. Mtu hajasoma kuhusu kozi fulani, lakini ana uzoefu. Mtu aliyetoka chuoni ambaye ni mtaalamu kabisa, amesoma, ana vyeti, ni qualified man, anakuja anaambiwa kaa chini ya huyu mzee akupe uzoefu. Sio habari, yani umetoka chuoni, umeelewa, umesoma na umepata na cheti, umefaulu vizuri. Halafu unakuja unaambiwa kaa chini ya mzoefu ambaye ana elimu ndogo kuliko wewe. Hapo ndo utajua uzoefu una maana zaidi kuliko elimu. Na tusaidie Mwokozi Yesu. Uzoefu manake yeye amekuwa kwenye hayo mazingira, mara nyingi amekuwa kwenye hiyo kazi akishughulika nayo kwa muda mrefu zaidi, kwa hiyo ameielewa. So the way unajishughulisha zaidi na mambo ya Mungu, the way unatafuta zaidi kuhusu Mungu, unapunguza kutafuta kuhusu dunia, unavyoongeza kutafuta kuhusu Mungu, yani kujifunza zaidi kuhusu Mungu, ndivyo ambavyo na ile nguvu yako ya kumjua Mungu inakuwa kwa elimu yako, elimu ya Mungu ndani yako inaongezeka, inakuwa kubwa. Yesu na atusaidie. Hapa ndio utajua unahitajika. Sikia, mwalimu anafanyaga kazi na wenyewe wanatuambia 25%, 75% utatafuta wewe mwenyewe. Kanisani unapokuja inawezekana unapata 10% tu, 90% unaitafuta mwenyewe. Kama unategemea kwamba utaongezeka, utakuwa kiroho, utamjua Mungu kwa kupitia tu kanisani peke yake, utachelewa ibada, utachelewa sana, kwa sababu yako mambo mengi unahitajika kujua. Inawezekanaje? Tafuta muda wa kwako mwenyewe. Nani mwanafunzi ambaye yeye akitoka huko, yani ametoka tu huko darasani, imetosha, hana muda wa kujisomea, hata kama ni wachekechea, ili aendelee kuelewa, lazima afanye hiyo kazi zaidi. Bwana Yesu na atusaidie sana. So nataka ujue jambo hili. Kadri ambavyo mtu anapata nafasi ya kujua zaidi kuhusu dunia, ndivyo ambavyo na imani yake inakuwa ndogo na tafakari yake inakuwa kuhusu dunia. Huyu mtu kwa nini asivutwe na dhambi? Lazima atavutwa, lazima atamilikiwa, lazima atazidiwa. Tazama, mtu mmoja anaitwa Elia Mtishibi, kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 36, anakuwa na ujasiri wa kuambia manabii wa Baali, tafuteni, fanyeni, endeleeni, muiteni Mungu wenu alete moto na vile. Ni kwa sababu yeye alijua yule hawezi, lakini zaidi sana alimjua Mungu wake. Alimjua Mungu wa kweli, kwamba mimi najua huyu, kwa jinsi ninavyomjua huyu Mungu wangu, haya anaweza kuyafanya, na sivyo tu ni mwaminifu, hanyamazagi tukiomba. Yesu asante sana. Ana amesema hivi, jamani, tafuteni. Yule Mungu atakayejibu kwa moto ndiye ambaye atakuwa nani? Atakuwa Mungu wa kuabudiwa. Kwa hiyo nyinyi anzeni, nyinyi mko wengi, anzeni. Anawaacha waanze, kwa sababu anajua hawezi fanya, lakini ana uhakika zaidi na Mungu wake kwamba Mungu anafanyaga haya. Kwa nini? Ni kwa sababu anamjua, anamuelewa, ana ujasiri wa kuamini mbele ya manabii wa Baali. Unajua matokeo ya kilichokuwa kinafanyika pale kati ya manabii wa Baali na nabii wa Mungu Elia, matokeo yake yangepelekea kifo cha mmoja wao. Kama Elia Mungu asingeshusha moto, angeuawa yeye. Nataka uelewe vizuri. Lakini ana ujasiri, anajua moyoni mwake, ana uhakika kwamba namjua huyu, ninamjua.
Ndio maana yeye hakutaka kuomba kwa habari ya Baali, sio kwa sababu anasema ni sanamu au kwa sababu ni kweli ni miungu ya kigeni. Sio kwa sababu hiyo, ni kwa sababu Elia hakuwa anajua chochote kuhusu Baali. Hakuwa anajua uwezo wa Baali. Hawa walikuwa na ujasiri wa kufanya mpaka hata kujikatakata, maana wao hawakujua kuhusu Mungu, walijua kuhusu Baali. Wao wakaamini watajibu kwa moto. Bahati mbaya, walichokijua sio uhalisia. Yesu atusaidie sana. Unataka kuishi maisha mazuri, jifunze zaidi kuhusu Mungu. Sasa unajifunzaje kuhusu Mungu au unapataje elimu ya Mungu? Jitahidi sana kwa mambo haya makubwa mawili. Jambo la kwanza, tafuta sana kusoma neno la Mungu. Jitahidi sana kwa msomaji wa neno la Mungu. Hapa tunazungumza, yani naomba niiweke hivi. Yani jitahidi sana uwe na kitu ambacho mimi nimekiita IPP. Narudia tena. Jitahidi uwe na kitu au unafanya kitu ambacho mimi nimekiita IPP. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu na atusaidie. Uwe na hivyo vitu viwili. Lakini kuna kitu kinachoitwa ILWG. ILWG. Hivi vitu ujitahidi sana kuwa navyo. Jambo la kwanza kabisa, ILWG. Hii ni ya kwanza. Ufanye hivi, nisikilize vizuri nikwambie. Jitahidi sana uwe na kitu kinachoitwa intensive learning of the word of God. Intensive learning of the word of God. Jitahidi sana uwe na hii kitu. Uwe na kujifunza maneno ya Mungu. Not Bible reading. No. Intensive learning of the word of God. Jitahidi sana kwa mjifunzaji, mwanafunzi mzuri wa kina wa neno la Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Uwe mtu wa kujifunza kuhusu neno la Mungu. Jitahidi sana, soma, jifunze, usiwe tu ni Bible reader. Kuwa ni Bible learner. Wewe ni mwanafunzi, unajifunza kuhusu neno la Mungu. Na namba 2, hakikisha unakuwa na kitu kinachoitwa IPP, intensive personal prayer. Intensive personal prayer. Uhakikishe kwamba unakuwa na maombi yako binafsi ya kina ya ndani kabisa. Na namba 3, hakikisha uko na mtu ambaye utakuwa unamuuliza maswali, ambaye unaweza kujiachilia, kumimina moyo wako kwake. You can pour your heart before him. Unaweza kumwaga moyo wako mbele yake bila kuona aibu, bila kuona mashaka. Anarudia tena, hivi vitu vitatu ni muhimu mno, ili umuulize maswali mahali ambapo kwenye neno hujaelewa. Umuulize maswali ndio upate majibu. Bwana Yesu atusaidie sana. Uhakikisha ni mtu ambaye Mungu amekuhakikishia huyu ni mtu sahihi. Ujitahidi sana uwe na hivi vitu vitatu. Nimesema jambo la kwanza, jitahidi ujifunze neno la Mungu kwa kina. Na namba 2, hakikisha una maombi ya binafsi ya kina. Na namba 3, uwe na mtu ambaye utamuuliza maswali mahali unapokwama. Mtu ambaye atakuwa ni role model kwako. Narudia tena. Jitahidi hivi vitu vitatu vitakuwa vinakuongezea elimu ya Mungu ndani yako. Kadri vinavyoongeza elimu ya Mungu ndani yako, ndivyo ambavyo elimu ya dunia inapungua ndani yako. Imani yako inakuwa, inaongezeka. Hata ukikutana mikiki mingi, unajua, sikia, hata mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji, whether ni mchungaji ama ni wa sekta yote, lakini kwenye utumishi, kwenye habari ya huduma, ministry, iko hivi, haimaanishi kwamba yeye ndiye mtu ambaye ana mizizi au amemjua Mungu. Kwa sababu wako wengine pia ni wepesi tu, kwa sababu hawakupata haya mambo. Hanaga muda mzuri wa kwenda kwa kina kuhusu Mungu. Anaenda kwa kina ili akahudumu, haendi kwa kina kwa ajili ya kumjua Mungu personal. Anaenda kwa kina, na jamani, muelewe,
kwenda vyuo vya Biblia sio kumjua Mungu. Bible college does not teach about God. No. The Bible college kazi yao ni kufundisha protocol na history na vitu vingine, lakini hivi vingine vyote vilivyobaki utatafuta wewe mwenyewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema hivyo, wakati mwingine unaweza ukawa na kiburi kwamba mimi bwana kasa nimeenda chuo cha Biblia. No, kwenda chuo cha Biblia hakukufanyi umjue Mungu hata kidogo. Kumjua Mungu ni wewe na yeye, sio habari ya elimu, sio habari ya komwe, ni habari ya wewe na yeye. Yesu na atusaidie. Ukitaka kujua hilo, nenda kamuulize Ibrahim kama kuna chuo alienda. Sijasema kwenda chuo ni vibaya, ni vizuri zaidi ya vile ambavyo tunaweza kuelezea. Lakini usije ukalewa cheti cha chuo cha Biblia ukadhani ndio umemjua Mungu. Unaweza ukajikuta unatoka kule ndio Mungu anakuja anaanza kukufundisha. Shangaa umeenda chuo cha Biblia, unakuja unaanza huduma. Msoto ulionao ni kama hujawahi kabisa kusikia kuhusu Mungu. Ndio umeanza moja. Kwa sababu gani? Kule haupati kumjua Mungu, ni jambo personal, sio jambo la chuoni, sio jambo la college. Yesu na atusaidie sana. So, naomba nisome Yeremia 9:23 na 24. Bwana asema hivi: mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba amenifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Yesu asifiwe. Kumjua Mungu, kumwelewa. Wapenda, kinachofanya kwa mambo tunashinda kumtii Mungu ni kwa sababu hatumjui Mungu. Akitupa neema tutasoma mistari fulani, tutaona, lakini narudia tena, kinachokuwa kigumu hata kutekeleza kile anachokizungumza hata kama ni kidogo, tunaona kama ni kidogo, ni kwa sababu hatumjui. Anasema anapendezwa na sisi kumjua, kumwelewa. Yesu asante sana. Acha tunatukaombe. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu, we thank you, our God. Tunakushukuru sana. Pendo lako la pekee na la ajabu, Mungu mtakatifu. Pendo lako la pekee na la ajabu sana. Asubuhi ya leo tumekuja kwako. Tunakushukuru. Wewe ni wa ajabu. Kinachonishangaza zaidi ni kwamba unavutiwa na watu wanaokujua, wanaotafuta kukujua, wanaotafuta kuhusu wewe. Baba yangu na Mungu wangu, ninakushukuru kwa kuwa Bwana unatupa kuelewa kwamba yes, kuomba ni jambo moja, kutafuta uso wako ni jambo jingine. Yesu, tuko mbele zako asubuhi leo. Baba, hatuko hapa kwa sababu nyingine. Hatuko hapa kwa sababu ya kitu kingine Bwana. Tuko hapa kwa sababu tunataka kuishi kwako. Tunakuhitaji wewe. Tunataka kukuelewa. Tunataka kukujua zaidi. Mungu mwenye haki, Baba yetu na Mungu wetu, katika jina lenye nguvu la Yesu, Mwokozi mamba na nguvu zetu, tuko mbele zako Bwana katika asubuhi leo. Bwana wangu na Baba yangu, hitaji letu ni wewe kila wakati, kila saa, dakika na majira. Wewe ndio hitaji la mioyo yetu Bwana. Yesu, ninakushukuru kwa kuwa hujawahi kushindwa na jambo na hakuna siku utashindwa. Wewe ni mfalme, si tu mbinguni na duniani, si tu duniani, unamiliki vitu vyote, maana hata jehanamu ni mali yako wewe. Yesu, nakushukuru, maana hata kuzimu ulikomtupa Ibilisi na Shetani saa hii kabla ya kuingia jehanamu, hata huko
nako Bwana ni mali yako hiyo pia. Yesu, ninakushukuru, wewe ni mwema. Nimekuja mbele zako mfalme asubuhi ya leo, ninakuomba Bwana utupe neema. Baba, tunahitaji kuwa kile ambacho kwa ajili yake ulikubali kufa msalabani. Yesu, wakati ulipokubali kufa msalabani, Bwana, kuna mpango, kuna dhumuni, kuna nia, kuna picha ulikuwa nayo. Baba, mimi nataka kuwa hicho. Ninataka kuwa hicho ambacho kwa ajili yake ulikubali kufa msalabani. Kila ambacho kwa ajili yake ulikubali kuteswa, kuumizwa. Yesu, nataka kuwa hicho. Tunataka kuwa hicho Bwana. Kabisa. Nataka kuwa tokeo la kazi ya msalaba. Nataka kuwa tokeo la taji ya miba kitoni mwako. Nataka kuwa tokeo Bwana la mkuki kwenye ubavu wako. Nataka kuwa tokeo la misumari mikononi mwako. Nataka kuwa tokeo la misumari miguuni mwako. Ninataka kuwa tokeo la mate uliotemewa. Ninataka kuwa tokeo la dhihaka uliofanyiwa. Ninataka kuwa tokeo la mijeledi kwenye mgongo wako. Ninataka kuwa tokeo la kuwekwa kaburini kwako. Ninataka kuwa tokeo Bwana la wewe kuwekwa kaburini. Nataka kuwa tokeo. Nataka kuwa tokeo ambalo ni ule uzima ambao uliibuka nao, ambao ulichomoka nao kwa wafu. Yesu, naomba neema yako. Naomba asubuhi ya leo ya kwamba Baba ukatutengeneze. Wako watoto wako mbalimbali, maeneo mbalimbali wanaomba sahihi. Bwana Yesu, nakuomba ya kwamba mfalme wa utukufu, Bwana wangu, nakuomba nakusihi Bwana ya kwamba Mungu mwenye haki, Bwana, hata tuwe kile ambacho kwa ajili yake ulikubali kufa, kuteswa msalabani. Yesu, tunakuomba Bwana Baba, tutengeneze tuwe tokeo la kile ambacho ulikitabikia. Baba, sisi tuwe kile ambacho ulikitabikia exactly, bila upungufu wowote. Yesu, tunakuomba ukatupe neema kwa haki ule kabisa kwenye Bwana, kwa kile kitu kamili ambacho wewe ulikitabikia. Yesu, nakuomba tengeneza. Haitajarisha kwenye kutengeneza kuna maumivu, haitajarisha hiyo. Bwana ni sawa. Maana hata wewe wakati Kristo Yesu ulipokirimiwa jina, haukukirimiwa jina tu. Kabla hujakirimiwa jina kuna mateso, kuna maumivu ulipitia. Ndio maana unazungumza unasema kwenye kitabu cha Luka ya kwamba lakini kuna ubatizo ambao unanipasa kubatizwa. Kabla sijaubatizwa, kabla haujatokea, niko na maumivu mengi. Bwana Yesu, ndio maana unakuja kubatizwa. Baada ya ubatizo wa mateso na mauti yako. Bwana Yesu, unapozungumza mwenyewe kwamba kuna ubatizo unaosubiria ambao ni wa maumivu, kabla hujatokea uko na uchungu sana. Bwana, na hapo ndipo ulipomaliza ule ubatizo unakirimiwa jina linalopita majina yote. Yesu, kwa nini? Bwana, kwa sababu kuna kitu umekubali. Bwana, tunakuomba ukatutengeneze Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu. Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu, ninakuomba Bwana, Roho Mtakatifu wa Bwana, nakusihi Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba Mungu mtakatifu wako, watoto wako Bwana katika maeneo mbalimbali sasa hivi wanaomba. Yesu, nakuomba fanya matengenezo ndani yao, fanya matengenezo ndani yetu Bwana. Baba, ukatutengeneze Bwana, tuwe kile ambacho ulikitabikia msalabani. Lakini sio hivyo tuwe Bwana, tuwe matokeo ya kazi yako msalabani. Tuwe matokeo Bwana ile kazi uliyofanya msalabani. Bwana Yesu, tutengeneze kabisa, mfano wa utukufu. Ukatupe neema Bwana wangu na Baba yangu, kwa kile ambacho ulikitaka, kwa kile ambacho Bwana ulikikusudia. Bwana wangu, na zaidi sana ukatutengeneze mwenye haki, Mungu wetu na Baba yetu Bwana. Baba, tukatokee kile ambacho wewe ulikitaka. Yesu, tunakuomba Bwana, tuishi kwa ajili yako. Ukatupe neema Bwana, tuishi kwa faida yako, tuishi Bwana kwa ajili yako. Sisi tuwe furaha yako duniani. Bwana, tuwe shangwe ya moyo wako duniani, kwa jina lenye thamani kubwa, takatifu mno, lenye nguvu na mamlaka la Yesu Mwokozi, mwamba na nguvu zetu Bwana. Baba, tunakuomba ukatupe neema ya kuwa kile ambacho wewe ulikikusudia, katika jina takatifu la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu, Baba yangu, mwamba wangu na nguvu zangu, Mungu mtakatifu, Bwana wangu Baba, ninakuomba sana kwamba katupe neema Bwana ya kuwa kile ambacho ulikitaka, na tuishi kwa ajili yako. Tupe Bwana kwa faida yako, kwamba hata unaposimama mbinguni ukitazama duniani unasikia kujivuna Bwana, ukikumbuka kazi yako msalabani, ukitutazama unasikia moyo wako unashangilia kwamba ni kweli ile kazi imekuwa na matunda, na nafurahi kwa ajili ya hawa. Yesu, tunakuomba Bwana wangu na Baba yangu, Bwana, niwapo sirini wewe utukuzwe, niwapo hadharani wewe utukuzwe Bwana. Yesu, nakuomba Bwana, fanya matengenezo makubwa, ukatupe neema Bwana ya kuishi kile ukitakacho Bwana, kuishi kile unakiagiza, kwa jina la Yesu. Baba, tupe neema Bwana, tunakuhitaji wewe Yesu Kristo Mwokozi Bwana, kwamba ufanye makao yako ndani yetu Baba, ndani yetu pakawe mahali pako pazuri ambapo
Moyo wako unapenda kukaa, moyo wako unafurahia kukaa. Bwana Baba, ninakuomba Bwana kwamba ukatutengeneze mfalme wa utukufu. Baba, ukafurahishwe sana Bwana, Bwana kukaa ndani yetu. Katika jina la Yesu Bwana, ukatutengeneze tuwe kile ambacho ulikidhamiria na kukikusudia Bwana mabwana. Yesu, ukatupe neema ya kuishi vile utakavyo Bwana, tuwe matokeo ya kile ulichokitaka Mungu mwenye haki. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Nakuomba Bwana wangu na Baba yangu Jehova Mungu mtakatifu, katutengeneze Bwana wangu Baba, tupe kuwa kwa ajili yako, tupe kuwa duniani Bwana kwa ajili yako na kwa faida yako mtakatifu Bwana Mungu wetu na Baba yetu, tutengeneze kabisa katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Bwana wangu na Baba yangu, tunakuomba ukakae ndani yetu Bwana, ukajidhihirishe ndani yetu, utupe neema katika kukufahamu Bwana, ukatupe kukuelewa, ukatupe kukujua zaidi. Mungu mwenye haki, tupe kukujua zaidi Bwana, ukajidhihirishe kama unavyosema mwenyewe kwenye kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya 14 mstari wa 21, unaposema kwamba mtu akinipenda unaposema yeye aliye na amri zangu na kuzishika ndiye anipendaye, na anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Bwana Yesu, naomba ukajidhihirishe kwetu, ukatupe neema ya kukujua Bwana. Baba, tupe kukujua kwa undani zaidi, tupe kukujua zaidi Bwana, tupe kukuelewa zaidi Mungu mtakatifu, hasa zaidi Bwana, ukatupe kukuishi wewe katika jina la Yesu. Bwana, tuwe kile ambacho ulikitaka. Kristo Yesu, tunaomba ukafanye matengenezo makubwa ndani yetu Baba, kwa jina lenye nguvu tena la thamani la Yesu Kristo mwokozi. Bwana wangu na Baba yangu, wako watoto wako ambao wanaomba sahihi Bwana, wameishi kwako, wamekaa kwako Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu wamekaa kwako Bwana majira, wakati na muda wote. Lakini Mungu mwenye haki Bwana, wamekuwa wakikuhitaji wewe Bwana wangu, wamekuwa wakiutafuta uso wako Bwana, lakini kuna mambo ya dunia hii ambayo Bwana yamekuwa yanawasumbua. Kuna mambo ambayo wamekuwa wakiyaombea hawajapata majibu. Nami ninakuomba Yesu asubuhi ya leo, wala usisahau ya kwamba wewe ni mwaminifu kuliko neno lenyewe Bwana, wewe ni mwaminifu mno. Nami ninakuomba Bwana, kwa kuwa wewe ni mwaminifu sana Yesu, naomba wakumbuke hao Bwana wangu. Ni kweli kabisa wanaomba kwa muda mrefu kuhusu jambo fulani na hawajapata majibu yake. Wameenda na wamepanda kwenye chumba chako cha mikutano, mmekutana na umewapa maelekezo, lakini Baba bado hawajapata majibu. Wako ambao wamepanda mahali pasiri, wamekaa na wewe kuhusu wake, wamepata, umewaonyesha, umewaelekeza, lakini hakuna dalili ya yeye na huyo dada kuwa pamoja. Hakuna dalili ya yeye na huyo kijana kuwa pamoja. Amekuomba na umejibu, lakini Bwana Yesu, hakuna dalili kibinadamu. Yesu, ninakuomba ya kwamba kwa kuwa wewe ni mwaminifu, naomba Baba, na kuomba wale ambao wamekuomba kwa namna hii sana Yesu, kumbuka watu wengine ambao hawajakuomba kwa namna hii na umewajibu. Yesu, nakuomba, kumbuka umesema mwenyewe unawapenda wakupendao na wakutafutao kwa bidii watakuona. Yesu, nakuomba, acha leo iwe ni siku yao ya majibu, iwe ni siku yao ya kukushangilia kwamba umejibu mambo ambayo wameomba kwa muda mrefu. Yesu, nakuomba na iwe hivyo. Nakuomba Bwana, wape neema kwa jina la Yesu, wakutanishe Yesu, nakuomba uwazi ujulikane kwa jina la Yesu. Baba, ninakuomba, wengine wameomba kuhusu watoto, muda umeenda na unaenda. Yesu, nakuomba leo ukawakumbuke, naomba uwajibu, naomba uwapatie. Wamelia na kuomboleza Bwana, hata ndoa karibu inaingia kwenye mgogoro. Yesu, naomba ingilia kati, maana imefika mahali mume ni kama anataka kutafuta namna nje ya kupata mtoto. Yesu, tetea huyo dada, unapoliruhusu jaribu wewe unaulinda moyo kabla ya mambo mengi. Yesu, nakuomba, kumbuka huyo, kumbuka huyo dada, patie mtoto, wape uzao wa watu, wape Bwana, kwa jina la Yesu. Ninakuomba, wengine Bwana ni wagonjwa katika familia yao. Yesu, wamekulilia, wamekuomba,
na wanaendelea kuomba. Baba, naomba waponye, wakumbuke, wafute machozi, waondolee maumivu, waondolee mateso. Naomba ukagange mioyo yao, ganga miili yao. Yesu, nakuomba ukawagange miili yao, ukawaponye kwa jina la Yesu, wakapokea uzima. Yesu, nakuomba kutana nao, ukawaponye kwa jina la Yesu. Baba, ninakusihi sana kwamba ukawaonekane. Tunaomba Bwana ukawaponye kwa utukufu wako, katika jina la Yesu. Tunajikabidhi mikononi mwako Bwana sote. Linda watoto wako wanapoingia na kutoka, watunze mikononi mwako, wakaendelea kuwa salama. Yesu, nakuomba uzima wako na uwe ndani yao, ukawalinde Bwana kwa utukufu wako, katika jina la Yesu kusema na Mungu aliye hai, amen. Mungu na akubariki sana. Uwe na wakati mzuri. Tutaonana wakati mwingine. Ubarikiwe.